Kule Bongo kwa mfano nataka kwenda kwa mtu kupata ushauri, nani naenda? Kwa daktari wa binadamu, mtu wa psychology, au kuna watu maalum kama wewe? Wewe ni licensed professional counselor associate ambaye tayari umejikita kwenye hicho. Sasa nikirudi Tanzania, naamini kuna wataalamu wa afya akili, unaweza ukaenda hospitali, ukaenda kwa psychiatrist. Lakini hiyo ni hatua kubwa zaidi. Unaweza kwenda kwa daktari wa kawaida, anaweza akakugundua kama baba huna dalili za kawaida. Kwa hiyo akakurefer kwa psychiatrist. Okay. Alafu ukaendelea kutoka pale, au kuna wataalamu wa kisaikolojia I believe hapo Tanzania ambao unaweza ambao kweli wamequalify, kwa sababu Tanzania nako kuna watu wengi sana wanajitaga hivyo, lakini wengine ni kwamba labda hawajaqualify. Kwa hiyo nenda kwa watu ambao wana qualify kwa ni wataalamu wa afya akili, then watakusikiliza na kuweza kukusaidia. Kama ni kukurefer kwa psychiatrist, then kwa psychiatrist anatoa dawa pia. Changamoto ya afya akili it's real na iko inafanya kazi, haina mipaka, iko ughaibuni na iko nyumbani Tanzania. Kwa hiyo wewe rafiki yangu wa Central ya Clouds TV, kitu usikichukulie poa. Hakikisha kwamba ukiona dalili hizo, mtu hafanyi vitu alivyokuwa anavifanya mwanzo. Kama alikuwa mtu mwongeaji sana haongei, au kama mtu alikuwa mkimya sana kaanza kuongea, kaanza kuongea sana, unajua tu hapa kuna issue imeanza kuwa sio issue, na mshauri anaenda vizuri zaidi. Na viwe pia vinamletea matatizo, vinamletea madhara. Yani ndio criteria, yani kwamba lazima viwe vinaleta matatizo. Labda anaongea sana alafu anashindwa hata kufanya kazi, au labda amekuwa mkimya mpaka yani ndio viwe vinamletea madhara. Una neno gani moja la mwisho kuambia Watanzania wote ambao wanatutazama kupitia Central Cloud TV? Ni kwamba kwanza kabisa napenda sana mfahamu kwamba take care of afya ya akili ni kitu cha muhimu sana. Kwa sababu bila kuwa na afya nzuri ya akili ni kwamba huwezi ukawa successful kwenye mambo mengine. Kwa hiyo msidharau, au pia msichukulie, yani msiwatreat vibaya watu ambao wana changamoto za afya ya akili, kwa sababu magonjwa ya akili ni magonjwa kama magonjwa mengine, ambao ni kwamba kumetokea shida kwenye ubongo, na akitibiwa huyu mtu anaweza kaendelea vizuri. Pia ni kwamba msikate tamaa kama mtu tayari ameonekana na changamoto za afya ya akili, yani msiseme huyu ameharibika kwa hiyo mkamwacha. Hapana. Bado anaweza akapata matibabu, anaweza kaenda kuona mtaalamu akapata matibabu, counseling na madawa, anaweza kumsaidia mtu kuendelea vizuri. Kama nilivyosema hapa, kuna watu wengi sana wanaotumia madawa na wanaendelea vizuri kabisa, wako kwenye position nzuri, na you can't even tell kama mtu ana changamoto za afya ya akili. Basi mtaalamu, mimi nikushukuru sana na nikutakia kila la heri. Asante sana. Kutokea Dallas, Texas, hapa Marekani, mimi ni Harris Kapiga. Asante. Asante sana.